Kila sekunde inayopita katika Strait ya Hormuz, eneo lililojaa mvutano wa kimkakati, ni ushahidi wa mashujaa wa anga wa baharini hapo. Meli ya kivita ya Irani, Shahed Sayad Shiraz, ilirushia majaribio ya kwanza ya Sayad 3G, missile wa angani wa muda mrefu, silaha ambayo imebadilisha kabisa sura ya ulinzi wa Irani katika majini. Mazoezi haya yalijulikana kama Smart Control. Hayakuwa tu mazoezi ya kawaida, bali yalithibitisha kuwa Irani sasa ina teknolojia ya kisasa ya ulindaji wa anga baharini yenye uwezo wa kushughulikia ndege, drones na missiles za cruise zinazohatarisha meli na mali za kijeshi. Sayad 3G ni tunda la utafiti wa ndani wa Irani, tunda la familia ya Sayad ambayo imejengeka kwa miaka 10 na zaidi. Kila kizazi cha Sayad kimeleta maboresho makubwa. Sayad 1 iliboresha mfumo wa zamani wa Soviet S-200. Sayad 2 ilileta missile wakati wenye urefu wa takriban kilomita 75. Sayad 3 ilipanua anga za ulinzi hadi 200 kilomita na kuunda msingi wa mfumo wa Bavar 373 na Sayad 3F kuleta teknolojia ya vertical launch, yani mlalo wima kwa toleo la ardhi. Sayad 3G kwa hiyo ni toleo la baharini linalochukua teknolojia yote ya awali na kuiboresha kwa mahitaji ya majini: kasi, uhuru wa lengo na mlalo wima wa kutosha kushughulikia mashambulizi yanayokuja kutoka mwelekeo wowote. Missile yenye urefu wa mita 7 na uzito wa kilomita 2000 ina uwezo wa kufikia Mach 7, takriban kilomita 8000 kwa saa, na kutumia moto wa chumvi unaowezesha kurusha mara moja bila maandalizi ya kuzusha mafuta. Hii ni silaha inayoweza kushambulia ndege za kivita, drones, missiles za cruise na ndege za patrolling wa baharini. Mfumo wake wa hybrid guidance unachanganya navigation ya intentional na radar active au semi-active katika hatua ya mwisho, kuhakikisha kuwa hata malengo magumu yenye RCS ndogo hayatoweki. Sayad 3G inatolewa kutoka kwenye silos wima, yani Vertical Launch System VLS, kwenye meli za Shahed Soleiman class. Hii inaruhusu 360 coverage bila mzunguko wa mechanic na salvos haraka na missile kadhaa zikishambulia kwa wakati mmoja. Mlalo wima unasaidia kupunguza radar signature ya meli, kuongeza survivability na kutoa nafasi ya kufanya mashambulizi haraka dhidi ya mashambulizi ya aina yoyote kutoka anga. Missile inaweza kufanya mashambulizi kwa autonomous mode kwa kutumia radar ya meli pekee au kuunganishwa na networked common system kupokea data kutoka radar za pwani, UAV, ndege za early warning au meli nyingine mid-course updates. Inaboresha uwezekano wa interception na inaruhusu cooperative engagement, ambapo lengo lina irumina na missile inarushwa kutoka meli nyingine. Hali ya kipekee ya Sayad 3G ni velocity yake ya Mach 7, ikipunguza muda wa lengo kuyakwepa na kuifanya missile kuwa ngumu kuthibitisha na adui. Voice ya proximity inahakikisha kuwa hata malengo yanajaribu kutumia decoys au maneuvers magumu hayatoweza kuishi. Hii inafanya Sayad 3G kuwa nguvu hatari katika anga, si rahisi, inayoiweka Irani kwenye nafasi ya heshima katika ulinzi wa baharini. Ukilinganisha na silaha ya kimataifa, Sayad 3G inaendana na RIM-66 Standard Missile 2 au S-300F Ruse, huku akitoa faida ya kipekee. Inatumika kwenye cavities ndogo, tofauti na marines makubwa yanayohitaji destroyers au cruisers. Kwa kuongeza mfumo wa VLS pamoja na mtandao wa command, unarahisisha distributed denial doctrine, ambapo meli ndogo zinaunda mtandao wa ulinzi usiopunguka, ukipunguza uwezekano na mashambulizi ya adui kufanikishwa. Mazoezi ya hivi karibuni katika Strait ya Hormuz yameonyesha wazi kuwa Sayad 3G sio tu missile ya kiteknolojia, bali ni shujaa wa anga baharini inayobadilisha doktrini ya ulinzi wa Irani. Inachanganya autonomy, kasi,
mlalo wima na mtandao wa udhibiti, ikipanua zoni ya ulinzi kubwa na kuongeza survivability ya meli ndogo. Mazoezi hayo yanaonyesha kuwa Irani sasa ina uwezo wa kujilinda baharini kwa masafa ya kati na ya mbali, kuongeza mvutano wa kijiografia na kuimarisha nafasi yake kimkakati katika eneo lenye thamani kubwa.